Nama ahlan wa sahlan na marhaba bika mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na jiji la Mwanza laandika historia kwa kuanza maadhimisho ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman, karibu tuwe sote. Na barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzi, tuanze na habari za kitaifa. Tuanzie huko jijini Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia anayemaliza muda wake nchini Bwana Nathan Belete jijini Dar es Salaam. Akiwasilisha ripoti ya ajali na makosa barabarani, mtakwimu kutoka Na mtazamaji, naomba radhi, taarifa hiyo haiko tayari. Utakapokuwa tayari basi tutairejea. Tuelekee Zanzibar. Jumla ya watu 18 wamefariki dunia na wengine 20 wamejeruhiwa mwezi Aprili 2026 kwa mujibu wa ripoti ya ajali na makosa barabarani ya mwezi huo iliyotolewa na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, huku ikidaiwa chanzo ni kuendesha gari kwa mwendo kasi na uzembe wa baadhi ya madereva. Taarifa kamili na mwandishi wetu Abdullah Pando. Kwa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Ahmad Hassan Suleiman anasema katika ajali 23 zilizotokea Aprili 2026, ajali 14 zilisababishwa na kuendesha gari kwa mwendo wa kasi na ajali 9 zimesababishwa na uzembe wa madereva. Aidha, ametaja ajali zilizotokea wilaya Kaskazini A na Magharibi B, huku Magharibi B ikifikia 17.4% katika ajali zote. Jumla ya makosa 9263 imeripotiwa Aprili 2026, ambapo kosa kuu lililoripotiwa kwa mwezi huo ni kutofuata miongozo na kanuni za barabarani, kuzidisha abiria na kuendesha chombo cha moto bila ya kuvaa helmeti. Abdullah Pando, Star TV, Zanzibar. Na mtazamaji, tuirejelee taarifa ya hapo awali ambako Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia anayemaliza muda wake nchini Bwana Nathan Belete Ikulu jijini Dar es Salaam. Baleke amefika Ikulu kumwaga Rais Samia baada ya kumaliza muda wake wa kazi nchini Tanzania na kumtambulisha mrithi wake Bwana Firas Rad aliyeanza majukumu yake nchini. Kadhalika amepongeza Tanzania kwa kusimamia kwa ufanisi miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia, akitaja kuwa miongoni mwa nchi zenye miradi inayotekelezwa vizuri zaidi barani Afrika kutokana na nidhamu ya usimamizi wa rasilimali na msukumo wa serikali katika kuleta matokeo kwa wananchi. Katika kipindi chake amesema ushirikiano kati ya Tanzania
Tanzania na Benki ya Dunia umeimarika katika maeneo ya elimu, afya, nishati, maji, hifadhi jamii, miundombinu, mageuzi ya sera sambamba na utekelezaji wa miradi visiwani Zanzibar. Kwa upande wake, Rais Dr. Samia amemshukuru Belete kwa ushirikiano uliotoa kwa Tanzania tangu mwezi Novemba 2022, akisema mchango wake umeendelea kuimarisha uhusiano kati ya serikali na Benki ya Dunia katika kusukuma ajenda ya maendeleo nchini. Aidha, amempongeza Bwana Belete kwa nafasi yake mpya kikanda barani Afrika na kumtakia mafanikio katika majukumu yake mapya. Dr. Samia amesema Tanzania imeshirikiana na Benki ya Dunia katika utekelezaji wa programu ya miradi 18 inayogusa sekta za usafirishaji, nishati, maji, elimu, hifadhi jamii, maendeleo ya miji, mageuzi ya kisera na ustahimilivu wa tabia nchi. Miradi hiyo imechangia kuboresha maisha ya Watanzania, huku serikali ikiweka mkazo katika vipaumbele vinavyoendana na Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia amemkaribisha mkurugenzi mkazi mpya Bwana Firas Rad na kumhakikishia ushirikiano wa serikali katika utekelezaji wa majukumu yake, huku Rad akieleza kuvutiwa na mwenendo wa maendeleo ya Tanzania, utulivu wa uchumi jumla na fursa za ukuaji unaozalisha ajira na kupunguza umasikini. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, turejee hapa mkoani Mwanza. Wizara ya Maji imewataka wananchi kuendelea kushiriki katika shughuli za uhifadhi vyanzo vya maji pamoja na utunzaji wa mazingira ili vyanzo hivi viendelee kuleta manufaa kwa ajili ya vizazi vya sasa na baadaye. Mwandishi wetu Sharifa Suleiman ana taarifa hii. Shughuli za upandaji wa miti katika chanzo cha maji cha Butimba zimefanyika kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda kuongoza zoezi hilo kwa kupanda miti zaidi ya 2000 iliyotolewa na TFS, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya Ziwa Victoria yanayofanyika kwa mara ya kwanza nchini na mkoa wa Mwanza ukiwa mwenyeji wa maadhimisho hayo. Kwa mkakati kutenga siku ya Ziwa Victoria katika jumuiya yetu. Lengo ni kuenzi rasilimali hii muhimu ambayo Mungu alitupa kwa ajili ya maisha na usalama wa uchumi wetu na viumbe hai katika ukanda huu. Na kama tunavyojua kwamba ziwa letu hili Victoria ni uchumi. Ukiangalia ziwa Victoria tunaongelea uchumi. Kwa hiyo sasa tunashukuru kwa sehemu mojawapo ya kuhakikisha uchumi huu wa ziwa Victoria unaendelea kuwa endelevu kwa kupanda miti ambayo sasa itahakikisha uendelevu wa rasilimali hii adimu tulionayo sisi. Kwa sababu miti yenyewe ndio ni chanzo cha maji na ni chanzo cha mvua. Tunaamini kwamba upandaji huu ukiwa endelevu na sustainable, miti haiwezi kukauka. Mpango wa Wizara ya Maji kwa kushirikiana na Bonde la Maji la Ziwa Victoria ni kuona vyanzo vya maji vinaendelea kuwa salama kwa manufaa ya viumbe waliopo ziwani na vizazi vijavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, miti ulioipanda leo inalenga kulinda vyanzo vya maji, kuzuia mmomonyoko wa ardhi, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha mazingira kwa ujumla katika eneo la chanzo cha Butimba. Akizungumza mara baada ya kuhitimisha zoezi la upandaji wa miti, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anatumia fursa hii kuwataka wananchi kutunza miti hiyo iliyopandwa na kuvilinda vyanzo vya maji. Mradi wa maji wa Butimba unakwenda mpaka huko Rwamnima na maeneo mengine ni kwa sababu tunacho chanzo cha uhakika cha maji kisichokauka, nacho ni Ziwa Victoria. Kwa hiyo kupanga na kutengeneza mipango thabiti, kusimamia, kuibua sera zinazohusiana na matumizi mazuri, uhifadhi wa Ziwa Victoria ni jambo ambalo ni lazima lifanywe, hususan kwa watu wenye busara. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo yanayotarajiwa kuhitimishwa Mei 21 na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akitarajiwa kwa mgeni rasmi ni maji yetu, mustakabali wetu, tuungane kwa uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mtazamaji, tukisalia hapa Mwanza, jiji la Mwanza limeandika historia kwa kuanza kwa maadhimisho ya kwanza siku ya Ziwa Victoria, tukio la kikanda ambalo linalenga kuimarisha ushirikiano wa nchi za Afrika Mashariki katika kulinda na kuendeleza rasilimali za bonde la Ziwa Victoria. Ziwa Victoria linahudumia zaidi ya watu milioni 45 ambao wanategemea ziwa hilo kwa shughuli za kiuchumi na kijamii.
Kwa mara ya kwanza kabisa, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaungana kuadhimisha siku ya Ziwa Victoria, maadhimisho yatakayofanyika kuanzia Mei 18 hadi 21 jijini Mwanza. Tukio hilo linaandaliwa chini ya Tume ya Bonde la Ziwa Victoria kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania. Ziwa Victoria ni moja ya rasilimali kubwa zaidi Afrika Mashariki, likitoa ajira, chakula, usafiri na mapato kwa mamilioni ya wananchi wa Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Lakini pamoja na umuhimu wake, ziwa hilo linaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo uchafuzi wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la miji na kupungua kwa samaki. Maadhimisho ya siku ya Ziwa Victoria 2026 yanalenga kuonesha mafanikio na miradi mbalimbali inayotekelezwa na Tume ya Bonde la Ziwa Victoria pamoja na washirika wa maendeleo katika kulinda na kuendeleza rasilimali za ziwa hilo. Aidha, jukwaa hilo linakusudia kuibua vipaumbele vya pamoja vya kisekta ili kuweka mikakati madhubuti ya ufadhili na utekelezaji wa miradi endelevu sambamba na kuongeza ushirikiano wa kikanda katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili Ziwa Victoria. Tarehe 21 Mei kila mwaka ni kilele cha siku ya Ziwa Victoria, ambapo inatarajiwa kuadhimishwa mara baada ya kufanyika uzinduzi rasmi hapa jijini Mwanza, huku kauli mbiu ikiwa ni maji yetu, mustakabali wetu, kuungana kwa ajili ya bonde endelevu la Ziwa Victoria, yaani Shared Waters, Shared Future, Uniting for a Sustainable Lake Victoria Basin kwa lugha ya Kimombo. Lilian Ruguga, Star TV. Na tukisonga mbele, makusanyo mapato katika halmashauri ya Bagamoyo mkoani Pwani yameongezeka kutoka shilingi bilioni 3 hadi shilingi bilioni 10, huku jitihada za watendaji kubuni vyanzo vipya vya mapato zikitajwa kuwa ndio chachu ongezeko la mapato hayo. Mwandishi wetu Josephine Mweswaga anafafanua taarifa hii. Mkurugenzi mtendaji halmashauri ya Bagamoyo mkoani Pwani, Shauri Selenda, amesema hayo kwenye mkutano wa kupokea na kujadili taarifa ya mapato na matumizi ya robo ya 3 2026. Kwa hiyo tofauti na mapato ya ujenzi, bado tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha hasa mapato ya halmashauri, kama hivyo ninavyosema kwamba tumetoka bilioni 3 tuko bilioni 10, lakini lengo la halmashauri ni kuendelea kuongeza mapato zaidi ili tuweze kuwaletea wananchi maendeleo. Mwenyekiti wa halmashauri ya Bagamoyo Mohamed Usinga ameelezea miradi inayokwenda kutekelezwa hususani katika ujenzi wa barabara ambayo inakwenda kufungua fursa mbalimbali za kibiashara. Lakini tunao mradi wa takti ambao utakwenda kutengeneza barabara za kiwango cha lami tena grade 1, lakini stendi ya kisasa ya mkoa ambayo tunajenga pale Kichemchem, lakini pamoja na soko la Bagamoyo, pamoja na mifereji na barabara. Kwa miaka hii chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, barabara zote zinaenda sambamba na kuwa na taa za barabarani. Kwa hiyo mji wetu kwa hatua hiyo ya barabara tumejipanga vizuri. Katibu tawala wa wilaya ya Bagamoyo Stella Msofe na mbunge wa jimbo la Bagamoyo Subira Mgalo na wakazungumzia jitihada katika sekta za ardhi na utalii. Tayari ofisi ya mkuu wa wilaya imefanya mawasiliano na maafisa tarafa kwa kuwaandikia barua ya kuwataka walete majina ya wafugaji wavamizi, lakini wafugaji wa korofi katika maeneo yao. Majina yao tumeshayapokea kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na kamati ya usalama itayafanyia kazi ili kuweza kuona ni namna gani tunadili na watu hawa na kuweza kuliondoa tatizo hilo kabisa. Hati jengo letu hili la ikulu ya kwanza ya Mjerumani, tena sio Tanzania, Afrika Mashariki, ilikuwa makao makuu hapo ya Rwanda. Wenzetu sisi ndio tulikuwa tunahudumia kupitia ikulu hii iliyojengwa Bagamoyo hapa. Kwa hiyo hili jengo hata mimi naunga mkono libaki kama asili yetu ilivyo, ilienda kuitangaza Bagamoyo. Nikiripoti kutoka mkoani Pwani ni Josephine Mweswaga wa Star TV.
Mtazamaji, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imeshughulikia na kutatua migogoro mbalimbali kwa wakazi wa manispaa ya Shinyanga, ikiwemo malalamiko yanayohusu stahiki za kazi na fidia za ajali pamoja na kutoa msaada wa kisheria. Afisa mfawidhi kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora tawi la Mwanza, Gadian Binamungu, amebainisha hayo katika kampeni ya msaada wa kisheria mkoa wa Shinyanga, ambapo amesema kupitia kampeni hiyo amebaini kuwa watu wengi hawatambui sehemu ya kupeleka malalamiko yao kutokana na changamoto ya uelewa mdogo wa masuala ya kisheria. Ndio maana tunasisitiza wananchi wajue vile sheria. Kesi kiamliwa mahakamani, suluhisho pekee ni ukata rufaa. Hakuna mtu ambaye anaweza akatengua uamuzi wa mahakama mpaka ukate rufaa katika mahakama ya juu. Kwa kifupi, elimu kwa wananchi bado ni kidogo sana, uelewa wa sheria ni mdogo. Kwa hiyo tunasisitiza wananchi waje, tumebakiza siku 2, tutafunga tarehe 20 hapa, waje kupata msaada wa kisheria. Inatolewa kwa wananchi kufuatilia taratibu za kufungua mashauri kwa kuuliza taratibu hizo ili kuongeza uelewa. Kwa mfano, kuna mabaraza ya ardhi kuanzia kwenye kata mpaka kwenye mabaraza ya ardhi ya wilaya. Sheria zimeshabadilika, unakuta mtu anaenda kufungua kesi baraza la ardhi la wilaya bila kupita kwenye usuluhishi kama sheria inavyoelekeza. Mgogoro wa ardhi unaanza kwenye baraza la kata kwa ajili ya kusuluhishwa, sio kuamua. Baraza la kata likishindwa kusuluhisha linamwandikia barua kwamba mgogoro huu haukusuluhishwa, ndio anaenda kufungua kesi mahakama ya wilaya. Sasa watu kusojua hilo, anaweza kaenda moja kwa moja mahakama ya baraza la ardhi la wilaya akawekewa pingamizi. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Shinyanga waliofika kupata huduma katika kampeni hiyo wameeleza matumaini yao mapya kutokana na utatuzi wa changamoto zao, hususani katika masuala ya kisheria. Kila niliposikia kwamba mheshimiwa kaleta rais, katuletea urais wa kwamba tuje tutoe namna ya kujieleza kwamba ni nini kinachoendelea katika ubinadamu wetu, ndio hichi kilichonifikisha hapa katika hii ofisi. Nimepokelewa vizuri na tena hii huduma inatakiwa iendelee juu zaidi. Fikishwa hapa mambo ya mirasi, nimepokelewa vizuri na wanasheria hapa, tupa mwelewa mzuri kabisa. Nilikuwa sijui mimi yote hayo wamenieleza nimefahamu. Nilikuwa sielewi. Kampeni ya msaada wa kisheria mkoa wa Shinyanga inaendelea katika halmashauri zote za mkoa huo, huku ikitarajiwa kuhitimishwa Mei 20 mwaka huu. Kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Elizabeth Charles wa Star TV. Serikali imewataka wafanyabiashara ya asali wa ndani na nje ya nchi kutumia nembo maalum ambayo inaonyesha ubora wa asali ya Tanzania ili mfanyabiashara aepuke mkono sheria kwa wale ambao hawatatumia nembo hizo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Sandy Kabaye. Katibu Tawala wa mkoa wa Tabora Daktari John Mboya ametoa kauli hiyo ya serikali katika kuelekea maadhimisho ya siku ya nyuki duniani Mei 22 ambayo yanatarajiwa kuanza Mei 19 yatakayofanyika kitaifa mjini Tabora kwa lengo la kutambua mchango wa mdudu nyuki katika kukuza usalama wa chakula na uhifadhi wa mazingira duniani. Mdau yeyote anayeuza asali nje ya nchi tukikuta hana ile nembo, basi nadhani tutachukua hatua za kumdhibiti. Serikali inakuwa na dhamira njema sana inapoleta nembo ambayo wewe mfanyabiashara unatakiwa uitumie unapouza asali yako. Hakuna changamoto yoyote ya kupata certification ya NBS. Kinachotakiwa ni wewe ufuate sheria na taratibu zilizopo ili uweze kupata ile certification. Ambayo ile asali yako ikifika nje itaonekana kwamba ilikaguliwa, ina viwango. Aidha, Daktari Mboya amesema asali ya Tanzania inauzwa katika mataifa makubwa duniani zaidi ya 6 na kwa uzalishaji wa asali Tanzania ni ya pili Afrika, hivyo ni kuongeza ufugaji wa nyuki na kuwa na asali bora sokoni. Mwaka 2024 uzalishaji uliongezeka kufikia tani 33,861 za asali na tani 1,918 za nta kwa Tanzania nzima. Kati ya hizo asali yenye tani 951.6 iliuzwa nje kwa zaidi ya shilingi bilioni 11.4, huku nta 458.14 ziliuzwa nje kwa zaidi ya shilingi bilioni 6.6. Hii figa hii tutaibadilisha sana kama tukiimarisha mnyonyoro wa thamani.
Hatutakuwa tunazungumzia tena bilioni, tutakuwa tunazungumzia matrilioni. Afisa misitu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Daktari Siima Bakengesa, ametoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani kushiriki kikamilifu kwenye fursa ya ufugaji nyuki na mazao yake. Na takwimu tulizonazo za mwaka jana ambao ndio mwaka tunaofunga inaonyesha kwamba kuna uzalishaji wa tani 33.5 za asali hapa nchini, na ongezeko hilo linatokana na jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa pamoja na wizara na wadau mbalimbali. Kwa hiyo nembo inaonyesha kwamba uzalishaji kwa mtu ambaye ana nembo ile ni asali ambayo haijachakachuliwa. Kwenye maadhimisho hayo ya siku ya nyuki duniani ambayo kitaifa yanafanyika mjini Tabora mkoani hapa, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Waziri wa Maliasili na Utalii, Daktari Ashatu Kijaji kwenye uwanja wa vita. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Asante sana Sande Kabaye kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusonge mbele na mahubiri ya kimataifa kutoka nchini Denmark. Dr. Egon Falk amesema viongozi wa dini wanaotoka mataifa ya nje wataendelea kuliombea taifa la Tanzania ili liendelee kuwa na amani na utulivu kama ilivyo sasa. Tunu ya amani iliyoko Tanzania inampa hamasa mhubiri wa kimataifa kutoka nchi ya Denmark, Dr. Egon Falk, akiwa katika mkutano wake wa Injili mji wa Ikungi mkoani Singida, kuonyesha upendo wake kwa kuungana na wainjilishaji wengine hapa nchini kuiombea tunu hiyo ya amani. Tuko na amani, na amani iendelee kudumu Tanzania, niongezeke zaidi mahali popote. Na mimi naamini baraka zingine zitakuja juu ya Tanzania hii katika jina la Yesu. Katika kuunga mkono jitihada za serikali, Dr. Falk anatoa msaada wa vifaa mbalimbali katika shule ya msingi Ikungi Mchanganyiko. Sabuni ya unga mifuko 3, sabuni ya vipande daseni 1, mchele kilo 50, dawa ya mswaki katoni 3, mafuta ya kupaka daseni 6, rem katoni 1. Sadaka yangu itaenda kwenye shule ya msingi Ikungi Mchanganyiko. Katika mkutano huo wa Injili mji wa Ikungi, watu wenye shida mbalimbali wameombewa pamoja na nchi za Denmark alipotokea Dr. Falk na nchi ya Tanzania. Bariki wananchi wa nchi ya Denmark, bariki maongozi ya serikali ya nchi ya Denmark, bariki kanisa la Denmark. Asante kwa serikali ya Tanzania kwa kibali ambacho Bwana tuko mahali hapa. Kufika kwake ni baraka ya taifa letu, ni baraka ya mkoa wetu, ni baraka ya wilaya hii. Zakaria Mtigandi, Star TV, Singida. Mtazamaji, taarifa yake Zakaria Mtigandi inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa utakuwa ni sawa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Star Times kimewaka tena kwa waliopenda action movies, comedy na drama. Chaneli yako pendwa ya TNT Africa imerudi tena kwenye kisimuzi cha antena. Utaipata kupitia kifurushi cha mambo channel namba 052, na kwenye kisimuzi cha dish utaipata kupitia kifurushi cha smart channel namba 126. Watoto nao tumewaletea chaneli mpya yenye katuni kibao na vipindi vya kimataifa vya watoto, si nyingine ni Cartoon Network. Kwenye kisimuzi cha antena utaipata kupitia kifurushi cha mambo channel namba 357, na kwenye kisimbuzi cha dish utaipata kupitia kifurushi cha smart channel namba 304. Kupitia ST Swahili furahia ingizo jipya la tamthilia bora ya Kituruki ya The Brave. Ukutane na Halil, kijana handsome anayekutana vikwazo vya kisasi katika harakati za kumua msichana mpendaye. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Pata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu.
nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God irahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni Sawa Jicho Letu Mkoani. Wakulima wa zao la kokoa katika halmashauri ya Mlimba wilayani Kilombero mkoani Morogoro wamebainisha kukabiliwa na tishio la mlipuko wa magonjwa na madudu wanaoharibu miche mashambani, hali ambayo inasababisha kushuka kwa uzalishaji. Tupate taarifa zaidi. Maadhimisho ya siku ya mkulima wa kokoa yanatumika kuwasilisha mapungufu yanalolikabili zao la kokoa, ikiwemo magonjwa ya mlipuko, na hivyo kuziomba taasisi za utafiti nchini kuwapatia ufumbuzi wa haraka. Magonjwa na wadudu wanaoathiri moja kwa moja miche au miti ya kakao shambani. Kukosekana kwa tafiti shirikishi kwa wakulima. Kukosekana kwa viuatilifu vya kilimo hai, na kama vitapatikana basi gharama zake ni kubwa mno. Kwa hiyo ni mojawapo ya changamoto ambayo ninaiona kwenye zao la kokoa, kwamba hakuna tafiti imefanyika. Kwa hiyo kama serikali tunaiomba sisi kama wadau waweze kufanya tafiti kutumia hizi research institute kama TARI na watu wengine wadau wahusika wa hizi mambo za utafiti. Taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kituo cha Ifakara kinaweka wazi mikakati ya kukabili magonjwa katika zao hilo. Sisi TARI Ifakara tumekasimisha jukumu hilo kuanzia mwaka juzi. Tumeanza na ndivyo tulivyoanza sasa, kwamba lazima tunahitaji tupate miche ambayo tunaweza kuifuatilia kwa ukaribu na kujua zile changamoto ambazo wakulima wanakutana nazo, na tunakoelekea ina maana tutaanza kushauri watumie miche tunayopendekeza ambayo inazalisha kwa usafi, kwa ubora, na ambayo itatimiza matakwa ya uzalishaji bora na wakulima kupata kipato chao, kujiimarisha kiuchumi. Mtazamo wa serikali katika hili inadhani jitihada bado zinahitajika kunusuru hali. Niombe mkurugenzi pamoja na timu yako tuhakikishe kwamba tunapeleka viuatilifu kwa wakulima kwa wakati na kuweza kujua changamoto zao katika uzalishaji wa kakao. Tuanze kuwekeza kwenye hii siku ya mkulima. Kwa nini tunawekeza kwenye hii siku ya mkulima? Ni kwa sababu tunatamani watu waje wazione teknolojia mbalimbali, na tunafikiri kwamba uchumi wa hili bonde utakuwa zaidi ndani ya miaka 5 kupitia zao la kokoa. Maadhimisho ya siku ya mkulima wa kokoa yamefanyika kata ya Mbingu, wilaya ya Kilombero, mkoani Morogoro, ambapo pia yamelenga kuhamasisha wakulima kuachana na utegemezi wa kilimo cha mazao ya asili pekee na badala yake wajikite kwenye mazao ya kimkakati yanayohimili mabadiliko ya tabia nchi, likiwemo zao la kokoa. Sudi Shabani, Star TV. Asante sana Sudi Shabani. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa tutakuletea habari za biashara na uchumi. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu katika habari za biashara na uchumi, na leo hii tuanzie huko mkoani Tanga. Wakulima wa zao la kokoa wilayani Muheza mkoani Tanga wameendelea kunufaika na mfumo wa stakabadhi ghalani, mfumo ambao umeueleza kwamba utawasaidia kupata soko la uhakika pamoja na bei nzuri ya mazao yao na kuongeza thamani ya kokoa kwa kupunguza changamoto ya unyonyaji kutoka kwa baadhi ya madalali. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kunia Sof. Wakulima wa zao la kokoa katika kijiji cha Mashewa, kata ya Kisiwani, wilaya ya Muheza mkoani Tanga wamesema kupitia mfumo huo wameanza kushuhudia mabadiliko ya kiuchumi kutokana na malipo yenye uwazi, hali inayowapa hamasa ya kuongeza uzalishaji wa zao hilo na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hivi karibuni tulishukuru serikali hususan halmashauri ya wilaya Muheza ilipoandaa mchakato wa kuweza kupata soko kupitia stakabadhi ghalani. Soko hili limetusaidia sana. Tumeweza kupata maendeleo ya kutosha sana na kukuza kipato kwa ujumla. Kwa mfano, mimi mwenyewe binafsi nimeweza kusomesha watoto, kulipia ada, lakini vile vile nimeweza kuanzisha ujenzi wa nyumba bora. Lakini naangalia sasa hivi maisha yangu yako juu na atakuwa juu kwa uwezo wa Mungu kwa ajili ya hii.
kokoa. Sijawahi kushika mimi milioni hapo awali, lakini ninashika mpaka milioni 7 nachungulia 10 hivi kwa ajili ya kokoa hii hapa. Halmashauri ya wilaya ya Muheza imejipanga kusimamia na kuimarisha uzalishaji wa zao hilo kwa kushirikiana na wakulima kupitia utoaji wa elimu ya kilimo bora na mbinu za kuongeza tija kwa zao hilo. Kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani, wakulima wa wilaya hiyo tayari wameingiza zaidi ya shilingi bilioni 2 ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Sisi kama serikali ya wilaya tunashirikiana kwa karibu na wakulima na kuwapa miongozo mbalimbali ya kitaalamu. Kwa hiyo tumepambana ndani ya mwaka mmoja, tukawa tumetoa elimu ya kutosha, watu wakatuelewa. Hivi ninavyozungumza, vijiji hivi vya wilaya ya Muheza ambako inalimwa kokoa tayari wameshafanya biashara ya shilingi bilioni 2 na milioni 200. Fedha zote hizi zimeenda kwa wakulima ambao wanalima kokoa ndani ya wilaya hii ya Muheza. Kuna tija fulani inaonekana kwa wakulima, lakini kwa halmashauri pia. Tulikuwa tujawahi kukusanya ushuru wa mazao ya kakao hata milioni 15 ndio watu hawajawahi. Lakini sasa hivi kwenye ushuru tu wa halmashauri tumekusanya milioni 70. Halmashauri hiyo pia imejipanga kuingiza mazao ya viungo katika mfumo wa stakabadhi ghalani, hatua inayolenga kuwasaidia wakulima kupata masoko yenye uhakika, bei nzuri pamoja na kuongeza thamani ya mazao yao. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Mtazamaji, tukisalia hapo kwenye kilimo, wakulima wa mazao ya misitu na yale ya biashara katika wilaya ya Kilolo mkoani Iringa wanatarajiwa kupata fursa ya kuonesha na kuuza bidhaa zao kupitia maonesho ya kilimo, viwanda na biashara, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kutafuta masoko ya uhakika kwa bidhaa zinazozalishwa katika eneo hilo. Maonesho hayo yanatarajiwa kufanyika katika mji mdogo wa Ilula wilayani Kilolo. Yameandaliwa na Chemba ya Taifa ya Biashara wilaya ya Kilolo kwa lengo la kukuza sekta za kilimo, biashara na viwanda pamoja na kuunganisha uzalishaji na wanunuzi wa bidhaa mbalimbali. Mratibu wa maonesho hayo, Paineto Madembwe, amesema maandalizi yanaendelea vizuri huku akitarajia kushirikisha wafanyabiashara, wakulima, wawekezaji pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo zaidi ya 1000 ili kuongeza fursa za kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Iringa. Tija imekuwa kubwa kama tunavyozungumza. Kilolo ni eneo la uwekezaji, na kupitia maonesho ya mwaka jana ambayo yalikuwa ni ya kwanza, tumekuwa na wadau mbalimbali ambao wameendelea kuwa attracted na mkoa wetu wa Iringa, hasa kwenye issue ya investment. Na lengo la maonesho haya ni kuendelea kuvutia au kuleta chachu katika masuala ya uwekezaji ndani ya mkoa wetu wa Iringa na wilaya yetu ya Kilolo. Madembwe amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi na kutumia maonesho hayo kama fursa ya kutangaza bidhaa zao, kujifunza mbinu mbalimbali za biashara pamoja na kupata masoko mapya. Kwa maana tuna wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, waweze kukabiliana nao au kutengeneza fursa za kibiashara. Tunawakaribisha sana wajasiriamali wote ili waweze kushiriki nasi. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa maonesho hayo yatawasaidia kukuza biashara zao na kuongeza kipato kupitia kukutana na wateja na wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali. Hatuna ile kwamba connection kubwa sana ya kwenda huko mjini au kwenda mbali zaidi watu wakatuona nini ambacho tunafanya. Kwa hiyo yakiwepo maonyesho kidogo tunaonekana na watu wanajua nini ambacho tunakifanya. Ila kukiwa hamna maonyesho basi tunapitia changamoto, biashara zetu haziendi kwa ukubwa tofauti na kukiwa na maonyesho. Yanafanyika Ilula, lakini itakuwa ni fursa nzuri sana kwa daradara, kwa bajaji na vyombo vyote vya usafiri kusafirisha watu kutoka Iringa mjini na kuelekea katika maeneo ya maonyesho haya ambayo itakuwa ni Ilula. Maonyesho hayo yanatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 20 hadi 25 Mei mwaka huu katika mji mdogo wa Ilula wilayani Kilolo. Mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za mataifa mbalimbali zitafuata. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi. Kwa kutumia PBZ Mobile App,
mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliyowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutufuatilia. Karibu katika habari za mataifa mbalimbali. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo jipya kwa Iran akisema inatakiwa iharakishe ili kupata mkataba wa amani au vinginevyo hakutakuwa na kitu kitakachosalia kwenye nchi hiyo. Charles Machuga ametuandalia undani wa habari za mataifa mbalimbali. Rais Trump ameonya kuwa muda unayoyoma kwa Iran na kwa hiyo wanapaswa kuchukua hatua ya haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo. Maoni ya Rais Trump yamekuja baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan kukutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian huko Tehran katika juhudi za kuunga mkono juu ya upatanishi. Onyo hilo linakuja wakati huu Washington ikijaribu kila namna kuishawishi Iran kukubali mapendekezo yake ya mpango wa amani, mapendekezo ambayo Tehran inasema haiwezi kuyakubali, sababu mengine hayana msingi. Marekani inataka Iran kuachana kabisa na urutubishaji wa nyuklia pamoja na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, madai ambayo Tehran inasema hayakubaliki kwa kuwa suala la nyuklia ni kuingilia uhuru wake, na kufungua bahari yake wakati Washington imeweka kizuizi ni jambo lisilokubalika. Hata hivyo, onyo hili la Rais Trump si la kwanza tangu walipotangaza kusitisha vita kwa muda na Iran, lakini wadadisi wa mambo wanasema Washington inatafuta njia ya kujiondoa kwenye mzozo huu unaoendelea bila ya kupata aibu ya kuonekana kuwa wameshindwa vita. Tukiangazia Ghuba ya Uajemi. Mvutano kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz unazidi kuongezeka huku Iran ikidai udhibiti wa njia ya maji ya kimkakati, ikisema ni jukumu la uhuru linaloshirikiwa na Oman na sio Marekani. Tehran imesema mlango wa bahari huo unabaki wazi, lakini umezuiliwa kwa wapinzani, na inasisitiza kwamba harakati zote za baharini kupitia sehemu muhimu za kukaba lazima ziratibiwe na mamlaka ya Iran. Hata hivyo, shughuli za meli zinabaki chini ya viwango vya kabla ya vita, licha ya ongezeko la kidogo la trafiki ya meli. Mlango wa bahari wa Hormuz umekuwa sehemu kuu ya mzozo katika mazungumzo yanayoendelea yakilenga kukomesha vita, pamoja na mizozo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, msamaha wa vikwazo, pamoja na mali zinazozuiliwa na fidia ya vita. Kuzuiwa majini kwa Marekani na madai ya Iran ya kuondoa vikwazo kwenye meli zake kumezidisha ugumu wa juhudi za kidiplomasia, ambapo Tehran pia inatafuta dhamana ya usalama ili kuzuia mizunguko mipya ya migogoro. Kwingineko, Wapalestina 8 wameuawa katika mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Israel kote ukanda wa Gaza. Shambulio moja limepiga jiko la jamii mjini Deir al-Balah karibu na hospitali ya Al-Aqsa katikati mwa ukanda huo na kuua watu 3. Hapo awali mtu mmoja aliuawa katika shambulio dhidi ya kituo cha usalama huko mjini Khan Younis kusini. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel sasa inadhibiti 60% ya ukanda huu wa Gaza. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Shirika la kimataifa la Amnesty International limetoa ripoti ya idadi ya mauaji duniani kote. Ripoti hiyo inaonyesha kiwango cha juu zaidi kwa mwaka 2025, huku mauaji yaliyorekodiwa yakifikia 2707, sawa na ongezeko la 78% ikilinganishwa na mwaka 2024. Ongezeko hili kubwa zaidi tangu mwaka 1981 lilishuhudiwa nchini Iran na China. China inaongoza na inabaki kuwa mtekelezaji mkuu wa hukumu ya kifo duniani.
Nayo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pekee inahesabu karibu 80% ya hukumu ya kifo iliyorekodiwa duniani kote. Nchi nyingine 3 zinazoongoza kwa kuwanyonga watu duniani ni Saudi Arabia ambayo ilitoa hukumu 356 za kifo, Yemen ilitoa hukumu zaidi ya 51 na Marekani ilitoa hukumu za vifo 47. Licha ya ongezeko hili la kutisha kutokana na kundi dogo la mataifa ya ukandamizaji, mwelekeo wa jumla wa muda mrefu unabaki kuwa mzuri na kufuta adhabu ya kifo, huku nchi 113 zikiwa zimefuta kabisa adhabu ya kifo kwa makosa yote. Mtazamaji, huyu ni Charles Machugu ukiwa na habari mbalimbali za kimataifa. Tuende mapumziko mafupi, nitakaporejea hapa tutadunda na kuteleza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026, mechi 104, channel maalum ya Kiswahili kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 15,000 ndani ya DSTV. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki wetu nambari 1. Karibu, hizi ni habari za michezo na burudani. Uongozi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa amesema ni muhimu sekta ya sanaa na burudani nchini ikiendelea kukua, hivyo ipo haja ya kudhibiti uharamia wa kidijitali, jambo ambalo linaathiri kiuchumi wasanii. Taarifa kamili na Mbwana Shomari. Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa amefungua kongamano kwa wadau wa kazi za wasanii na uharamia kidijitali lililoandaliwa na ofisi yake miliki Kosota. Msigwa amesema matumizi ya tovuti zisizosajiliwa zimekuwa zikipoteza mapato ya wasanii licha ya kazi zao nzuri wanazofanya kukidhi soko la kimataifa. Waomba Watanzania na wadau wote wanaotumia au wanaohusika kwenye kazi za sanaa za Watanzania tushirikiane kulinda haki za wasanii wetu. Tushirikiane kulinda uwekezaji uliofanywa na wadau wetu katika sanaa. Nataka kuambia Watanzania, tukiendelea na mtindo wa kufanya uharamia kwenye kazi za sanaa, hatutakuwa na muda mrefu wasanii wetu wote watapotea, kwa sababu hawatakuwa na uwezo wa kumudu gharama za kuendeleza na kufanya kazi za sanaa. Tukiendelea kufanya uharamia kwenye kazi za sanaa, uwekezaji tunaouona utaondoka. Kaimu mtendaji mkuu wa Kosota Naomi Mungule amesema Kosota imejipanga kusimamia kazi za wasanii kwa lengo la waweze kunufaika na kazi zao. Lakini sasa ni namna gani ambapo tunaenda kufunga zile link ili mtu aweze kununua au kulipia aweze kuona mpira badala ya kupata zile tovuti haramu au zile link ambazo ni haramu, sio halali za kuangalia mpira. Lakini tuna kazi nyingine ambazo tunajua wasanii wanatengeneza, lakini watu wengi wanazishare, wanatuma kwa watu wengine na kupata yale maudhui bila yule msanii kunufaika na kazi yake. Kwa hiyo pia tutasimamia katika upande huo kuhakikisha kwamba kazi zinazosambazwa ni halali, lakini pia mwenye kazi yake naye ananufaika na ile kazi ambayo ameitengeneza. Baadhi ya wadau wa sanaa na wasanii wameiomba serikali kuongeza nguvu katika kusimamia kazi za wasanii. Bahati mbaya sana sisi tunawalipa wale wasanii tuweze kuzalisha iende hewani, lakini pia unaziona zile kazi ziko kwenye mtu ana broadcast kwenye YouTube account yake, unaona. Sasa hii kwa kufanya vile anapunguza kipato ambacho sisi tungepata. Of course tunaweka mikakati mikubwa na tunafanya operation nyingi na kesi nyingi ziko polisi imeripotiwa na zinafanyia uchunguzi. Nachoomba tu serikali izidishe hizo kesi ambazo polisi wanatuambia wanazo, waanze kuzipeleka mahakamani na zifike mwisho.
Takwimu zinaonyesha bado kumekuwa na mwamko mdogo kwa wasanii kusajili kazi zao katika ofisi ya haki miliki, ambapo kwa mwaka 2025-26 ilisajili kazi za muziki 632 za wasanii 46, huku kazi za filamu zikiwa 239 za wanachama 33, wakati kundi la maandishi ikiwemo vitabu, sanaa za ufundi na maonyesho zilisajiliwa kazi 313 za wanachama 137 ambazo zilisajiliwa KOSOTA. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na uongozi wa Baraza la Michezo la Taifa BMT umesema utaendelea na jitihada za kufundisha mbinu mpya za michezo kwa walimu shule za msingi na sekondari kwa lengo la kupata makocha na wataalamu wa michezo wa goalball watakaosaidia kukuza na kuendeleza vipaji vya wanamichezo wa mchezo huo nchini. Mchezo wa goalball huchezwa na baadhi ya watu wenye mahitaji maalum na kwa muda mrefu umekuwa haupewi kipaumbele katika maeneo mbalimbali nchini. Afisa michezo mwandamizi wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Adam Tunga anasema serikali imeweka msukumo wa kupata wataalamu wengi wenye ujuzi kwa walimu wa shule za msingi na sekondari mkoani Mwanza. Sisi tumechagua mchezo mmoja wa goalball kwa sababu serikali pia imeshauingiza kwenye, naweza nikasema, mitaala yetu. Kwenye UMISETA na UMITASHUMITA tumeona ni mchezo ambao unachezwa, lakini walimu wengi walikuwa hawana elimu juu ya mchezo huu. Sasa tumeamua tuweke nguvu nyingi kwenye mchezo huu, japokuwa na mingine tutaendelea kuifundisha kadri siku zinavyoenda. Kwa hiyo ukilinganisha na miaka ya nyuma na saizi kuna improvement kubwa. Walimu wameshafanya kozi, kuna kozi zinafanyika kitaifa, lakini tumezunguka mikoa karibia mingi kufundisha mchezo huu na tutaendelea kwenda kwenye mikoa mingine. Mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kitengo cha elimu ya sayansi ya michezo aliyeendesha mafunzo hayo, Daktari Janet Mlai, anasema taifa linawategemea washiriki hao katika kusukuma mbele mchezo huo. Kianza kufundishwa na baadaye ikawezekana kuingia kwenye mashindano ya kitaifa na kimataifa, Tanzania tuna hakika itainuka zaidi, badala ya kutegemea michezo tu michache ambayo sasa hivi inachezwa na watu ambao ni wa kawaida, lakini watu wenye ulemavu pia wanacheza lakini hawasogei. In order to improve their goalball, I want them to provide the opportunity for all the children in their own schools to play the goalball. Fanye kazi kutokana na mpango kazi wetu. Sisi kwa wote tu. Sasa nikaja tukasema tunakwenda Ukerewe, tunakwenda Misungwi, tunakwenda Sengerema, tunakwenda Geita. Yaani random hatuji tukwambia kama tutaenda mahali popote pale tutaenda. Kwa hiyo tuna imani haya mafunzo mliyopata tutakwenda kuyatumia. Mratibu wa michezo ya shule ya msingi na sekondari UMISETA mkoani Mwanza, Agustini Sanane, na baadhi ya washiriki wanazungumzia fursa walioipata katika kuendeleza mchezo wa goalball. Tunaahidi Mwanza kufanya vizuri zaidi katika michezo hii, si tu shuleni au katika mashindano ya UMITASHUMITA na UMISETA, bali kwa Mwanza itakuwa ni endelevu hata vijana wanapokuwa nje ya shule. Tunatarajia pia kuanzisha hata virabu ambavyo vitaendelea kufanya kazi hata kama pia vijana wamemaliza shule, wataendelea kuwepo wakicheza mchezo huu. Hizo utaalamu mwingine kwamba kwa namna moja ama nyingine kutokana na mazingira tuliopo tunaweza tukafanya ufaraguzi, tukapata vifaa tukaanzia, ndipo tunafika ulisemea tukapata na vifaa vingine zaidi. Yametuongezea ujuzi pale ambapo tulikuwa tumejifunza huko nyuma tulishindwa kuelewa, tumeweza kuongezewa maarifa kwa sababu tumefanya kwa vitendo. Mafunzo hayo yameandaliwa na BMT kwa ushirikiano na wadau wa mchezo huo, JICA na TICA, na washiriki wametunukiwa vyeti na vifaa vya michezo. Abdullah Tilata wa Star TV.